Mimi nimelelewa na wafanyabiashara Kariakoo, wewe naelewa. Yaani hivi vitu vinavyofanywa. Tusipoidadavua hiyo hadithi ya pesa, hata nikikwambia hapa tunapata rejesho la 100%, wewe utaweka hela, utadabo ile hela na utarudi zero, kwa sababu ndio sehemu yako uliozoea. Hata mkija kwenye uwekezaji mnatuuliza wapi niweke langu ili mwisho wa mwaka niweze kujenga nyumba. Kweli biashara sio rahisi. Please just make sure that you really follow your instinct and you'll get it right. Lakini kuna kitu cha muhimu, psychology of money. Wewe kuelewa why do you spend the way you spend. Wewe kuelewa kwa gani umefikia ceiling kwenye kutengeneza income. Unafikiria nini? Ukirudi kwenye utoto wako, kuna hadithi ambayo umeambiwa. Utajiri ambao unakubalika au unaeleweka au utakuwa na msingi ni ule unaokuja nini? Taratibu. Kuna watu unapopata kipato kwenye biashara yako, yale mauzo unahisi ndo utajiri. Swali ambayo inabidi ujiulize ni kwamba leo biashara ikibuma, how long unaweza kusurvive bila kupata kipato chochote? Kwa hiyo wafanya biashara mnapata pressure ya kutumia hela ili muonekane kama na nyie mpo. Si tunaona kwenye mitandao kila mfanyabiashara ukienda Instagram yake ana mafanikio, lakini kwa ground wengine wana madeni. Unaingia kwenye madeni ili kuonyesha kwamba kile unachofanya ni kweli kinakupa hiyo faida. Lakini kumbuka, differentiate pesa za biashara na personal pesa zako. Kuna advantages za kuanzia kwenye ajira, kuna advantages za kwenda straight into entrepreneurship. Usije ukakimbia kwenye entrepreneurship ukikuwa unafikiria kwamba unakwepa mabaya ya kuajiriwa. Itakuja kukuletea changamoto sana. Ukiajiriwa kuna advantages zake. Kuna vitu vingi utalearn, culture za biashara, unavyo manage watu, because ukiingia kwenye entrepreneurship pia utaajiri watu. How will you manage them? How will you know how to manage them? How will you learn all these financial skills? Regulatory authorities ziko na wewe pale. Mimi mwenyewe huu ni mwaka wa 12 nawekeza, lakini siwezi nikakwambia sehemu ambayo utaweka hela yako haraka mwisho wa mwaka ujenge nyumba. Ukifanya biashara it's okay, rudisha hela kwenye biashara, lakini wekeza, build your personal wealth. Okay? Business ni business. Wewe kama wewe, what wealth do you have? Wekezeni, sio hela yote. Some return, faida some return kwenye business, some jiwekezewe kwa ajili ya kesho yako. Put God first in everything that you do and you'll always succeed in what you want to do. Ili uweze kufikia zile ndoto zako, kuna mambo ambayo kwa ndani ukiyakosa yanaleta aina fulani ambayo itakuharibia hata katika maisha yote, na ndicho ambacho naomba niwekee msingi hapo kwamba ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Asante. Kwa majina naitwa Neema Christopher Chami, your favorite rich auntie next door, kama utakumbuka jina langu la kwanza. So points ni nyingi, asante sana kwa hilo swali, lakini nitastick na 3 na nita-address kwa sababu hapa najua tupo na wafanyabiashara na ndio watu ambao mnatupa changamoto sana kwenye elimu ya fedha na uwekezaji. Cha kwanza, mindset ninayoona ni ku-confuse income for wealth. Kuna watu unapopata kipato kwenye biashara yako, yale mauzo unahisi ndo utajiri. Swali ambayo inabidi ujiulize ni kwamba leo biashara ikibuma, how long unaweza kusurvive bila kupata kipato chochote? Na kama unadhani hicho hakitatokea, mimi nimelelewa na hustlers. Baba yangu alikaa mwaka mzima nyumbani hana biashara, ila tulisurvive. Kwa hiyo swali kwako wewe mwenye biashara, yale mauzo sio utajiri. Inabidi uhakikishe unaweka mifumo ambayo ikitokea biashara ikabuma unaweza kuendelea kuishi, kwa sababu maisha lazima yaendelee. Bills zipo pale pale, hazikusubiri. Right? Ya pili, kuna kitu sisi Gen Z na millennials tunaita YOLO and FOMO. You only live once and the fear of missing out. Kwa hiyo wafanya biashara mnapata pressure ya kutumia hela ili muonekane kama na nyie mpo. Si tunaona kwenye mitandao kila mfanyabiashara ukienda Instagram yake ana mafanikio, lakini kwa ground ni kweli wengine wana madeni. Unaingia kwenye madeni ili kuonyesha kwamba kile unachofanya ni kweli kinakupa hiyo faida. Lakini kumbuka, pesa, nimeambiwa leo na engineer, differentiate pesa za biashara na personal pesa zako. Jua faida haswa ni nini. Hela mkononi sio faida. Mauzo inawezekana umetengeneza 100, lakini kuna expenses za milioni 95.
Kwa hiyo faida yako ni 500,000. Hiyo ndio ifanye kila kitu. Lakini wengine tunaendesha biashara kama wazazi wetu walivyoendesha. Mimi nimelelewa na wafanya biashara Kariakoo. Kwa hiyo naelewa. Yaani hivi vitu vinavyofanywa ni anatoa pale pale tu, alafu atabalance, ataenda atanunua mzigo. Lakini inabidi tubadilike tu na mifumo, right? Ya mwisho baada kuongelea vijana kutajirika haraka. Hata mkija kwenye uwekezaji mnatuuliza wapi niweke langu ili mwisho wa mwaka niweze kujenga nyumba. Kweli mimi mwenyewe huu ni mwaka wa 12 nawekeza, lakini siwezi nikakwambia sehemu ambayo utaweka hela yako haraka mwisho wa mwaka ujenge nyumba. Mwingine unaiga biashara ya mtu mwingine ukiamini kwa sababu yeye katoboa, ujue na miaka 10 kwenye hiyo biashara na wewe utatoboa. Kwa hiyo kama watu inabidi tuelewe concept ya time. Kila kitu kina take time. Uwekezaji wowote, biashara yoyote ipe muda. Compounding ile inachukua muda. Kuna watu mnasema nina hela kidogo siwezi kuanza kuwekeza. Wafanya biashara tunawaomba, ukifanya biashara it's okay, rudisha hela kwenye biashara, lakini uwekeza, build your personal wealth. Okay? Business ni business. Wewe kama wewe, what wealth do you have? Wekezeni, sio hela yote. Some return, faida some return kwenye business, some jiwekezee wewe kwa ajili ya kesho yako. Kuna leo na kesho. So how does coaching come in? Financial literacy, na tunaishukuru BOT kwa kuleta CFE program. Tuna educate, utafundishwa budgeting, all the technical know-how. Lakini kuna kitu cha muhimu, psychology of money. Wewe kuelewa why do you spend the way you spend, wewe kuelewa kwa sababu gani umefikia ceiling kwenye kutengeneza income, unafikiria nini? Ukirudi kwenye utoto wako, kuna hadithi ambayo umeambiwa. Na tusipoidadavua hiyo hadithi ya pesa, hata nikikwambia hapa tunapata rejesho la 100%, wewe utaweka hela, utadabo ile hela na utarudi 0 kwa sababu ndio sehemu yako uliozoea. So lazima to deal na ile psychology yako. Ndio maana siwezi nikakucoach just for 1 month. Ni safari tunatembea pamoja. Ni safari, ni mchakato. So hamna kitu miujiza wala nini. So coaching inasaidia wewe kuelewa sasa psychology yako ya hela, alafu ndo tuje sasa unafanya nini. Asante. Asante sana. Makofi tafadhali kwa Neema Chami. Alivyogusia na taarifa ambazo tunazisikia kuhusu pesa, na naamini wengi hii statement kwamba hela yote iko juu ya mti tumeisikia wengi. Yaani si chumi hela juu ya mti. Kimwambia mzazi naomba kidogo, kwa nini unatuma hela juu ya mti and stuff. Kwa unakuta tulidhani ni kitu cha kawaida, kumbe ina build mtazamo wetu wa ndani. Kwamba na mimi naamini so as long as si chumi hela kwenye mti, maana I have to hustle. Yaani ni kama ni hela ni kitu cha mbali, kigumu. Kumbe mwisho wa siku jana ukiwa na knowledge, alafu kubadilisha mtazamo wako wa pesa, I believe everything kitakuwa vizuri. Nashukuru sana tena Neema Chami. I am moving to my brother. Ili swali ni swali very important, I believe. Brother Benjamin, tuko kwenye system ambayo mtu anasoma akimaliza you go straight to ajira. Sasa kuna changamoto gani za kimtandao, za kimtazamo ambazo huyu kijana ambaye akitoka moja kwa moja shule anaenda kwenye ajira mapema itamwathiri vipi baadaye anapokuja kutaka kuanza biashara na ujasiriamali? At the same time, taasisi zinawasaidiaje hawa vijana na kuwasaidia kwenye kujisimamia, kwa sababu end goal ya kila mmoja ni kufanikiwa, lakini kuna zile systems hapo katikati ambazo zinaweza kumsaidia positively or negatively. How do we go about it? Karibu. All right. Thank you very much. Nafikiri cha msingi, I don't know where to start kwa sababu jibu swali langu leo limejibiwa na my friend here, Balete, and I think I'll use him as an example. Cha msingi ni there is no universal answer whether uanzie ukitoka chuo uanze kwenye entrepreneurship ama uende ukaajiriwe. Both zinategemea vitu vingi. It depends on where you're coming from. Kuna
advantages za kuanzia kwenye ajira, kuna advantages za kwenda straight into entrepreneurship, and I think entrepreneurship inakuwa sana sana ni wakati unapo Balete amezungumzia vizuri sana wakati unapo innovate, unabuni kitu, lakini kuna changamoto zake, kuna risks zake, you'll need financing na vitu kama hivyo. Ukienda kwenye ajira pia kuna you'll miss out on other things depending on who has employed you. Unaweza ukagrow into employment na unaweza ukakosa kugrow depending on nani amekuajiri. Kuna watu ambao wanaajiri watu ni wazuri, kuna ma CEO pia wameajiriwa and they've succeeded in life. They're doing very well. They're very rich. In fact, some of them are even the top 5 richest people in the world. They are employees working for very big companies in the world. So it all depends on where you're coming from. Inategemea sana na nini unachokifanya. Usije ukakimbia kwenye entrepreneurship ukikuwa unafikiria kwamba unakwepa mabaya ya kuajiriwa. Utakuja kuletea changamoto sana. Ukiajiriwa kuna advantages zake. Kuna vitu vingi utalearn, culture za biashara, unavyo manage watu, because ukiingia kwenye entrepreneurship pia utaajiri watu. How will you manage them? How will you know how to manage them? How will you learn all these financial skills? Regulatory authorities ziko na wewe pale. I was just speaking to the young man here, Dennis, alikuwa ananielezea vile ameanza, nikamwambia changamoto kubwa itakutana nayo kwanza itakuwa ni kumanage watu, ambayo ni kitu kikubwa sana. Sasa Davis and Shatcliffe tuna stool, tunaita Davis and Shatcliffe stool, ambayo ina miguu mitano. Ya kwanza ni resources, ya pili ni systems, ya tatu ni products, ya nne ni sales and marketing. Lakini kuna mguu mmoja ambao ni people, na huwa tunasema not just people but the right people. You could have all the 4 legs, but if you have the wrong people then the system ina collapse. So it all depends on what you're looking at. Mimi ni mwanabiashara, kampuni ya Davis and Shatcliffe inaraniwa na ambaye naweza kusema mjasiriamali Mr. Davis kizazi cha pili. Ina miaka 80 in East Africa. Iko kwenye nchi 12, matawi 110, ambazo hapa Tanzania tuna matawi 12 tukitumia pamoja na visiwa vya Zanzibar. Kwa hiyo ukiangalia biashara sio rahisi. Kuna countries zingine ambazo tujaribu kuenda kwenye zile biashara na inakuwa ni changamoto. The industry now, what do we do as the industry to support these young people ambao wanataka ku understand what it means to be an entrepreneur or kwenda upande wa employment? We need to open up our industries tuweze kuchukua kwenye practicals. So one of the things that we do as Davis and Shatcliffe, tunawachukua kwenye practicals na tuna a lot of interns. Wakati tunaajiri, kitu cha kwanza unachokifanya utajoin kama intern. Kwa sababu kwa nini tunafanya hivyo? We don't really poach from the market. We believe we have the capacity to train. So kawaida mimi ninachukua vijana fresh from university and I train them. Currently as we speak, I have 33 entrepreneurs ambao wamepitia through mikono yangu hapa Tanzania, ambao wanafanya kwenye sekta hiyo ya pumps na water and energy, but wengine wame move on. Balete ame move on into another sector, lakini anatumia basics za alichokilana upande wa kuajiriwa. So there is no, I would say there is no formula ya kusema whether it's entrepreneurship first or employment first. Please just make sure that you really follow your instinct and you'll get it right. I really like the comments za Prof. Nafikiri ameshaondoka na Edmond hapa. There is one thing wote wamezungumzia in common, and I think everybody mko mkisikiliza. Put God first in everything that you do and you'll always succeed in what you want to do. Thank you very much. Nice. Makofi kwake tafadhali. Thank you very much. Na nimependa pia kusisitiza kuhusiana na swala la watu. Wanasema you need people, yes, but you don't need everybody. Sisi jamani, humhitaji kila mtu. Ndio unahitaji watu, lakini humhitaji kila mtu. And that's where the concept of having the right people inaingia. Thank you very much, Mr. Benjamin. Ninaomba tafadhali kwa daktari. Yes. Well, Dr. Emmanuel Kopwe, wewe ni mtu ambaye una uzoefu mkubwa sana. Una hekima, umefahamu vitu vingi, umekutana na experience tofauti, umekutana na watu tofauti. Lakini zaidi sana unawasaidia vijana wengi na kuexpose kwenye fursa mbalimbali
zitakazowasaidia kujiendeleza binafsi, kukua kibiashara na mambo mengine kama hayo. Now, mimi ninaamini cha kwanza kiwe cha kwanza, cha pili kiwe cha pili, etc. Now when it comes to vijana kufanikiwa, nini kinakuja kwanza? Ni maarifa, ni mtaji, ni mentorship, ni what comes first and why that comes first? Karibu. Asante sana MC wetu Faith. Kabla sijaenda huko, kwanza ni mshukuru Mungu sana kwa fursa hii kwa kweli, na nikubaliane na aliyesema kwamba hii ni golden opportunity ambayo imeweka watu wa pekee sana hawa. Hata mimi nimeona kwamba nimejifunza mambo mengi sana, lakini ni golden opportunity kwa sababu fursa hii ya hawa washiriki wa kupokea yale yote yaliyoko kwenye hazina hii hapa ni muda mdogo sana, na nadhani hata ule muda wa maswali yanaulizwa kwa kweli hautoshelezi. Na mimi nichukue fursa hii kama mwenyekiti ni kuambie mkurugenzi kwamba kwa kweli nadhani watakubaliana na mimi kwamba itafutwe fursa nyingine nje ya muktadha kama huu ambao unatulazimisha kuingia sejabu kwenye madeni. Tukae mahali ambapo tuna uhuru, tuwasikilize hao wataalamu ambao wana elimu kubwa zaidi. Kwa kweli nimeona hilo la kwanza, hilo la msingi sana. Kwa mfano pale mwanzoni tulipoanza tu hapa tulipewa changamoto kubwa sana, ndoto yako ni nini? Walifuatwa watu mwenye mmoja hapa, kila mtu akatoa ndoto zake na watu wakatoa mindset zake. Ilikuwa ni swali za msingi sana lile, na ukiuliza watu wengi na kama umewasikiliza, watazungumzia juu ya mafanikio, juu ya kuamuka, juu ya kutoka, nimezungumzia juu ya mafedha hapa. Watu wengi, vijana wengi wanafikiria jinsi ya kupata kwa haraka, na nimezungumzia hapa fedha nyingi kwa haraka. Mimi nimeita kuna ile hulka, kuna fikra imeingia ya kuwa na quick fix, ambayo ndiyo ambayo naona inasumbua vijana wengi sana. Lakini sasa jinsi gani waweze kutoka kwenye quick fix? Imezungumzwa swala hapa la elimu, na mimi naomba niseme kwenu wale ambao hamjaingia kwenye elimu, nina hakika katika process yote ambayo mnaingia katika ujasiriamali na biashara mlizonazo, kuna elimu ya aina fulani ambayo umehusika nayo. Vitabu vya dini vinatuambia kwamba mtafute, mkamate elimu, maana huko ndiko kwenye nini? Kwenye uzima. Sasa mimi naomba nizungumzie kidogo jambo moja hapo ambalo la msingi sana. Yametamkwa hapa mambo ambayo sijabu wengine mnayakamata, yanayoendana na kwamba wewe ni nani, your identity. Na naomba nikimbie niwaambie kwamba you are not your own. Tumeshaambiwa, hata ndugu yangu hapa amezungumza kwamba pamweke Mungu wapi kwanza. God is who you are. You are related to number one. Sasa kama Mungu ndio wewe unakuwa related naye, amekuposition somewhere, na kama umekuwa position somewhere, then you have a responsibility. Kuna wajibu fulani ambao amekupa, na naomba nikimbie niongezee la pili kwamba kwa jinsi wewe ulivyo hapo ulipo sasa hivi, na wengine wengi ambao tumehusiana nao, uko ulivyo kutokana na makuzi na malezi uliyoyapata. Na ukweli ni kwamba yale makuzi, yale malezi uliyoyapata yameenda kuangalia mambo makuu matatu ya msingi yanayoendana na ile those basic needs za kila mwanadamu. Na basic needs za kila mwanadamu, kuna mtaalamu mmoja Maslow amesema, ana nyingi sana, niziweke katika maeneo makuu matatu. Na ya kwanza ni tumezungumza hapa juu ya swala la yale ya nje. Kuna mtazamo wa aina mbili. Yale mambo ya msingi ya nje, unaona hapa watu walivyovalia, si ndio? Walikuja leo kwenye LBS Foundation Summit hii, kila mtu aliangalia kwanza aonekanaje, si ndio? Kila pili, tumelishwa hapa, ni chakula, ni cha msingi. Kama tungewekwa mpaka size bila kula, ingekuwa ni shughuli, si ndio? Lakini la tatu ni swala zima la kwamba mimi
nimekuja hapa, nimetoka kwenye kitanda ambacho nina uhakika kwamba hakuna mtu atanisumbua usiku mzima huo, si ndio? Malazi ambayo ni ya msingi, hayo huwezi mtu akiyakosa yanampa tabu, si ndio? Yanamhangaisha moyoni mwake. Hayo ni nje. Ukiyakosa utahangaika, utapata shida, lakini kuna mambo ambayo kwa ndani ukiyakosa yanaleta aina fulani ambayo itakuharibia hata katika maisha yote. Yale ambayo tunaitwa yanajenga tabia, na ndicho ambacho naomba niwekee msingi hapo, kwamba kuna mambo ambayo ukikosa upendo unatokea wapi? Unatoka ndani. Ukikosa upendo, ukikosa kupendwa, sijui ni wangapi hapa wameambiwa wamependwa katika wiki hii nzima, au leo ndio ukiambiwa unakupenda, au nimekumisi bwana, unajisikia tofauti, si ndio? Hilo la msingi sana. Lakini la pili, kujisikia salama, tuwe secure. Security ni kitu cha msingi sana katika mzingo wa maisha yako, kwamba unaweza kufanya mambo yako bila kubughudhiwa, bila kuwa na wasiwasi. Lakini la tatu, kuthaminiwa. Sasa muda hatuna wa kuweza kuingilia katika haya mambo yote ya msingi. Nionyeshe kwamba jinsi wewe ulivyo ni kutokana na jinsi ulivyokuzwa, na mambo haya ya msingi yamepatikanaje, na hilo la msingi sana. Lakini sasa kama ni hivyo, basi ndoto hizi ambazo tulizo nazo zinapatikanaje? Hizi ndoto zinapatikanaje? Naomba niwape case study moja. Kuna binti mmoja ambaye nimekutana naye miaka 22 iliyopita, na yule binti alikuwa na miaka 8 wakati ule. Yule binti nikamuuliza tu, wewe ukishakuwa unataka kuwa nani? You won't believe what this little girl told me. Nataka kuwa rais. Ni nchi ya jirani hapo, sio nchi yetu. Kwa hiyo mkasema kwamba nani yeye anataka kumpindua rais, ni nchi ya jirani. Amesema nataka kuwa rais. Really? At your age unataka kuwa rais? Miaka 8. Akasema ndio, grandpa, kabla sijakuwa rais nataka niwe daktari. I got even more intrigued. Mtu huyu ni miaka 8 anataka kuwa rais wa nchi, alafu kabla ya kuwa rais anataka kuwa nani? Daktari. Daktari wa aina gani? Akasema nataka niwe daktari wa kutibu watu na kuangalia matatizo, magonjwa ya watu. I was shocked. Na nikamuuliza swali, sasa kama unataka kuwa daktari, kwanza ni kwa nini inaendana na uraisi? Akasema no, nikiwa daktari nitayafahamu matatizo ya nani? Ya watu. Kwa hiyo nitataka niyajibu matatizo ya watu nikiwa wapi? That brings me to the number one issue ambayo inaonyesha kwamba wewe katika maisha yako unataka kufanikiwa, lazima uwe na nini? Na maono. Sasa maono kati ya vijana wetu wengi wa sasa hivi, nasikitika kwamba ndio ile tunaita quick fix. Wameona katika jamii ilivyo, katika utandawazimu huu wa leo, wameona watu ile glamorous lifestyle, na hiyo ndio watu wanataka kukimbilia, na maono yao yako hapo katika kudaka mambo kwa haraka sana. Kumbe kuna safari ya kufikia ABCZ, si ndio? Kuanzia Z mpaka A. Ipo safari na kuna process, kuna harakati, kuna mchakato wa kufikia nini? Wa kufikia kile ambacho ni cha juu sana. Sasa katika mchakato huo, huyo binti na kwa taarifa yenu nimemfuatilia sana, huyo wa miaka 8 ambaye anataka kuwa rais. Nimemfuatilia sana, tumewasiliana naye kwa muda. Hivi karibuni nilikuwa nimemuuliza, vipi, unakumbuka ndoto zako? Akasema I do remember that very well. Na sasa hivi ameshakuwa daktari. Kwa hiyo amebakiza nini? Yuko kwenye either C au B, si ndio? Yuko kwenye process. Kwa hiyo hapo naomba niongeze kitu kingine hapo, nionyeshe kwamba ili uweze kufikia zile ndoto zako, tafadhali usiwe na haraka ya kuwa na quick fix. Tafuta kuhakikisha kwamba you are disciplined. Kuwe na discipline, kuwe na nidhamu, kuwe na resilience, kuwe na uvumilivu. Alafu ukiwa na uvumilivu, focus yako isiwe interfered by anything kinachotokea katika maisha. Na kitu kimoja hapo ambacho nimegundua, kuna gap kubwa sana kati ya wale ambao
labda wa umri kama huu, wale wa miaka zaidi ya 50, naomba wanyoshe mkono hapo, si ndio? Asanteni sana. Lakini hao wa zaidi ya miaka 50 mkiwauliza maswali watakwambia kwamba wamekuzwa, wamekaa aidha na shangazi au na baba mdogo au na baba na mama, wakaelekezwa, wakaangalia wazazi wao wanavyofanya mambo, wakafundishwa, wakawa mentored in the process, wakaona wanavyofanya wazazi wao. Kwa misingi hiyo utakuta kwamba amejifunza as they were growing. Kwa hiyo ni ile wanaoita wengine sasa hivi tone, hatua moja moja, sio a leap of a movement. Nataka niseme kwamba ni muhimu sana kutambua kwamba tuko kwenye transition from this gentle process towards success, ambayo katika vitabu vyetu vya dini vitatuambia kwamba utajiri ambao unakubalika au unaeleweka au utakuwa na msingi ni ule unaokuja nini? Taratibu. Yani unaweka kidogo kidogo. Na nimemsikia udadangu ana miaka 12 anawekeza tu. Nataka nikae naye baadaye nipate elimu hiyo. You kids tuna bilionea hapa, tuna habari kabisa, ndio kabisa. Kwa hiyo nataka nionyeshe kwamba hapo kuna umuhimu hiyo. Unfortunately, vijana wetu wa leo utakuta kwamba kuna gap sana kati ya wao na wazazi wao. As a result, hakuna ile gentle learning in towards what life would be like. Baba ameamka asubuhi saa 11 anataka kuwahi ofisini, mtoto amechukuliwa na gari huyo na shuleni, au wanakutana tena jioni saa 2 saa 3, mtoto ameshalala. Wiki nzima hawajakutana baba na mama na watoto. Utakuta kwamba mtoto amekaa nini? Ametunzwa na house girl, ametunzwa na walimu, hivyo baba na mama hawana nini? Hawana uhusiano na watoto. As a result, utakuta kwamba ile gentle formation of character and values zimefanya nini? Zimeondoka. Matokeo yake sasa hivi, ndugu yangu hapa mmoja amezungumza kwamba tuko kwenye technological change and challenge. Ile AI sasa hivi ndio kila mtu anatakiwa kujifunza, na AI inakuja kwa sababu tumeondoka kwenye ile .com. Sasa hivi tunaingia kwenye kitu ambacho ni kigumu zaidi, na utakuta kwamba watu wengi wamekaa sasa hivi. Hata si ajabu sasa hivi mngepewa dakika 10 hapa, kila mtu angetafuta simu yake kwanza itafute hivi. Ameuliza swali hapa, ni nani wameshafanya networking? Ni wachache sana wamefanya networking na kubadilishana nini contact. Sajabu anafahamiana kabla, kwa hiyo tusizungumzie zaidi sana hilo. Daktari, nafahamu na mambo mengi. Ngoja nimalizie basi niseme kwamba nina shauku kubwa sana kwamba iwezekane kwanza utambua kwamba wewe uko kwenye safari ya maisha. Safari ya maisha ambayo wakati umeingia katika ulimwengu huu hukuwa na maamuzi yoyote, na utatoka katika ulimwengu huu huna maamuzi yoyote. Lakini hapa katikati kuna point in time where you yourself had to logically, rationally make a decision ya kurelate to your. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.